alisisitiza waziri mkuu wetu, hakika umoja wetu wa kitaifa, dhamira ya rais wetu, tukimuunga mkono, tutaenda kuhakikisha taifa letu linakimbia kwa maendeleo, kwa sababu taifa letu litakuwa moja. Mheshimiwa Naibu Spika, niliyesimama hapa, hii ni mara yangu ya pili kuijadili hotuba ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ya kwanza ilikuwa 2021. Aliposimama hapa kulihutubia taifa, kuna mambo aliyasema atayafanya. Leo mimi na Watanzania ni mashahidi ameyafanya. Jambo la kwanza, alisema ataenda kuendeleza mazuri yaliyofanywa na watangulizi wake. Leo tujiulize, SGR iko wapi? Leo tujiulize, bora Mwalimu Nyerere liko karibia 99%. Ameendeleza kasi ya ujenzi wa miundombinu. Aliahidi, alitekeleza, na vile vile akasema atahakikisha wale ambao wako nje ya nchi wanakuja, tushirikiane kujenga nchi yao. Ametekeleza. Ni rais ambaye anasema, anatenda. Nina uhakika haya aliyosema wakati anahutubia bunge hili yanaenda kutekelezwa, kwa sababu kuna mambo aliyosema ameyafanya. Jukumu letu kama Watanzania kumpa ushirikiano ili tuendelee kuijenga Tanzania tunayoitaka. Hakuna mtu mwingine wa kutujengea taifa hili isipokuwa sisi, kwa kusimamia rasilimali zetu, kwa kutumia mikopo ya ndani na nje itumike vizuri, ili tuiache Tanzania kwa vijana ambao zaidi ya 60%. Kwenye hotuba yake Daktari Samia Suluhu Hassan amewataja zaidi ya mara 5. Na leo nataka nizungumze na vijana wa taifa hili. Mimi Esther Bulaya niliingia bungeni hapa nikiwa mbunge wa vijana. Tuliona hotuba mbalimbali, tuliona kasi za maendeleo ya kutatua changamoto za vijana, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni, amesema vijana wa taifa hili ndio wenye nchi yao, lazima kwenye asilimia mbalimbali za bajeti ya nchi hii waweze kupewa kipaumbele. Akasema kwenye programu mbalimbali katika mawizara mbalimbali vijana watapewa kipaumbele. Nilikuwa napitia ripoti hapa, unapozungumzia kuanzisha madirisha ya uwekezaji kwa ajili ya vijana, unazungumzia kutengeneza mabilionea vijana watakaotengeneza ajira kwa vijana wenzao. Unapozungumzia kutenga bilioni 200 kwa ajili. Mheshimiwa Yasa, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Saashisha Mafue. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nilitaka kumpa tu taarifa dada yangu senior kwa mchango wake mzuri. Kuna maneno ameweka pale kwamba mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Mimi nataka tukumpa taarifa, mama huyu hajawahi kuwa mnyonge, ni shupavu kweli kweli, na nilikuwa nataka tu kumpa taarifa kwamba kwa kuwa amefanya vizuri tumpe akiwa hivi sasa hivi maua yake. Asante sana na mshukuru kwa mchango mzuri. Asante Mheshimiwa Yasa Bulaya, taarifa unaipokea? Mheshimiwa Spika, taarifa yake inaongeza mchango, lakini hii ni msemo wa kunogesha mambo ya msingi kama anayofanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa, unapozungumzia kutenga bilioni 200 kwa ajili ya vijana wajasiriamali, unazungumza hawa machinga wanaofanya biashara ndogo ndogo na wenyewe waweze kusimama kiuchumi. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Unapozungumzia kutenga maeneo kwa ajili ya kuwajengea mazingira mazuri ya kufanya biashara, unawagusa vijana wa nchi hii ambayo wengi ndio wajasiriamali wadogo wadogo. Lakini Mheshimiwa, leo katika historia ya nchi yetu, kwenye hotuba hii
Mheshimiwa Rais amesema anaenda kuanzisha campus za vyuo vikuu kwenye kila mkoa. Amesema anaenda kuongeza pesa za mikopo, ambayo wote tunajua bajeti ya mwaka jana pesa za mikopo peke yake bilioni 916. Haya yote yanawahusu vijana wa nchi. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan amesema anaenda kuendeleza program ya kujenga VETA kila wilaya. VETA zinawahusu vijana. Vijana ndio watakao kuwa wajenzi wa nchi hii, na tumeona nchi zote zilivyofanikiwa kiuchumi kwa kujenga viwanda vilienda kuwekeza kwenye vyuo vya kati ambao unaenda kuwatengeneza mafundi mbalimbali, watasambazwa kwenye viwanda mbalimbali kuijenga nchi yao. Hiyo yote unazungumzia vijana wa nchi. Lakini unapoweka mkakati wa kuhakikisha tunaendeleza economic zone kwa kujenga viwanda kutokana na malighafi zinazopatikana kwenye mikoa husika, wanufaika ni vijana. Vijana wa taifa hili, mmepata amiri jeshi mkuu anayewajali, anayewaandalia kesho yenu. Changamkieni fursa. Sisi wawakilishi wenu kwenye maeneo yetu tutahakikisha pesa za mikopo wanapata vijana kweli wa masikini, wafanya kweli biashara ndogo ndogo, ili neema hii aliyoiweka Daktari Samia Suluhu Hassan, malengo haya ya serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kuwakabidhi nchi yao vijana waweze kuijenga wenyewe, tutahakikisha inafanyikiwa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati unawasilisha hoja umesema jambo la msingi sana. Serikali ambayo wewe ni kiongozi humu bungeni, watendaji wazembe, watendaji waliozoea kufanya kazi kwa mazoea, sisi kwenye maeneo yetu tutakusaidia, kwa sababu kumlea mtendaji mzembe ni kuipinga ilani ya Chama cha Mapinduzi isitekeleze kwenye maeneo yetu ambayo msimamizi wake ni Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu aliyowaaminiwa na Watanzania kuwaletea maendeleo. Sisi tutaisimamia kwa sababu tunajua ana dhamira, amejipanga si tu kuleta maendeleo, kuacha tabasamu kwa Watanzania. Akipumzika wamkumbuke kwa mema aliyoitendea haki taifa hili. Sisi tutamsaidia. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, nakushukuru sana.